Ya mtazamaji wa Swahili Gospel TV, niko na mtumishi wa Mungu hapa. Naomba ajitambulishe jina lake alafu tuweze kufahamu mawili matatu kutoka kwake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Habari ya uzima? Nzuri, umependeza by the way. Asante sana, Mungu mwema sana. Amen. Mwambie mtazamaji wa Swahili Gospel TV jina lako. Naitwa Godfrey Steven, mwimbaji wa muziki wa Injili nchini Tanzania. Safi. By the way, hongera sana. Nimeona kazi yako kubwa na inafanya vizuri sana kazi hii ambayo umeitoa. Lakini kwanza tuzungumzie ujio wako wa siku ya leo. Namshukuru Mungu sana kwa neema yake. Kikubwa leo tupo kwa ajili ya tukio la my brother Kibonge wa Yesu. Ni kaka yangu kabisa na nafurahi kuwa pamoja naye katika ibada ya leo. Naam. Ya, tuambie kwa mara ya kwanza Kibonge wa Yesu anakuambia anahitaji uje ushiriki naye katika huduma siku hii ya leo. Ulijisikiaje? Ni ndugu yangu yani wa siku nyingi. Yaani sio kihuduma tu, tunashinda wote, sometimes tunalala wote, tunaamka wote, studio. A lot of things happen pamoja, huduma nyingi tumefanya pamoja. Sasa hili ni la kwake, kwa hiyo la kwake ni la kwangu. Kwa hiyo hakuna namna yoyote ambayo ningeweza kukosa. Na namshukuru Mungu kwa hilo. Kwa mtu kama yeye ambaye alitoka kipande cha pili, akahamia huku kwenye Ukristo na ameokoka, anamtumikia Mungu. Wewe una kitu gani cha kumwambia yule ambaye anakutazama sasa hivi, anapitia changamoto, lakini anasema nikiokoka au nikibadili dini watu watanichukuliaje? Wewe unamzungumziaje? Kuokoka sio ushamba, bali ni wokovu ambao unaupata kwa ajili ya kuwa mtu mpya. Kitu kipya maana yake ni kitu kizuri kuliko cha zamani. Kwa hiyo kwa Yesu unakuwa mzuri kuliko ambavyo ulikuwa kabla. Kwa hiyo sio ushamba. Naamini pia watu wanafuatilia nyimbo zetu wanaona, je, hawa ni washamba au ni watu wa Mungu ambao Mungu anawatumia. Kwa hiyo niseme tu wokovu ni uwezo wa Mungu uletao maarifa na hekima kabisa. Naam. Yule ambaye anakutazama sasa hivi anafahamu kazi zako nyingi sana. Tutajie 3 ambazo kiukweli ukisema Godfrey Steven basi watu wanafahamu nyimbo zako hizi. Ya kwanza ni ile nifahamu nayo, of course inaitwa Legendary, lakini kuna ile ni wewe, wengi wanaita From January to December. Kuna tunategemeana pia ambayo nilimba na Irene Uwoya. Kwa hiyo nafikiri hizo watu wa Mungu wanazifahamu kabisa. Ilikuwaje mpaka ukaimba na Irene Uwoya na una kitu gani cha kumwambia yule ambaye anakutazama sasa hivi, kwa sababu sio rahisi pia kukutana na Irene Uwoya? Ni neema ya Mungu tu, of course. Ni mtu ambaye anabarikiwa na kazi zangu nyingi, huwa anasema ili mara kwa mara, ikiwepo na hiyo ya tunategemeana. Kwa hiyo nilichofanya naye ni remix kwa sababu ya kwanza ilishatoka original, sio? Kwa hiyo alipoiona ile nyimbo akaniambia tu, mtumishi, hii nyimbo inanibariki sana, natamani tuifanye tena remix. Umeona Basi nikaona hamna uzito, nikaingia magotini, nilipopata amani ndio nyimbo hiyo hapo na watu wanabarikiwa. Tunamshukuru Mungu. Wacha bwana. Kwa hiyo yeye ndio alikuwa approach wewe. Wazo la remix alikuwa la kwangu, ila ni la Mungu kupitia Irene kusema na mimi, nami nikalitii. Basi namshukuru Mungu. Kwa nini uliamua kuingia magotini wakati kuna watu wanatafuta fursa kama hii hapa? Kazi ni kazi ya Mungu. Yaani Mungu ndio bosi wa hii kazi. Of course ndio maana naita nyimbo za Injili. Injili ni ya Mungu mwenyewe. Kwa hiyo hakuna namna naweza nikaimba kitu changu, na chochote ninachotaka kukifanya lazima nimshirikishe sasa aliyenipa hii kazi. Kwa hiyo nikiimba mwenyewe basi itakuwa sio nyimbo ya Injili, ile itakuwa ni nyimbo zenye kumtaja Yesu, ila za kwangu mwenyewe. Okay. Vipi kama ulivyoingia magotini alafu ukakosa kibali, ungemwambiaje Irene? Nisingefanya bila hata kumwambia. Nikikosa amani ya Mungu bila hata. Hii kazi nimefanya sio kwa sababu ya Irene, ni kwa sababu ya Mungu kupitia mtumishi wake Irene. Kwa hiyo naheshimu sana Irene alichonacho, na kama Mungu hajakusemesha kitu, sio Irene tu, kwa mtu yeyote ambaye hata yeye labda inawezekana ni mkubwa kwa ufahamu wako au wa kwangu, kama Mungu hajaruhusu amani ya kufanya, siwezi kufanya. Safi kabisa. Na kuna wimbo unaitwa I Wish. Hebu niambie maono ya I Wish, kwa sababu ni moja kati ya wimbo pia ambao umeenda viral sana, naona waigizaji wengi wanatembea nao huo wimbo. I Wish you kikubwa ni kuombana misamaha. Nafikiri watu pia wamependa hiyo. Kwamba ni mtu aliyekosewa sio kidogo. Yaani aliyekosewa sana, alafu katika kukosewa sana anaweza kufanyaje? Kusamehe. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni kushare upendo kwa watu wa Mungu kwa dunia ya sasa. Naam. Okay. Asante sana. Kwa kumalizia, una kitu gani cha kumwambia yule ambaye anakutazama na ni shabiki wako pia? Mimi nawapenda sana, Mungu awabariki sana. Godfrey Steven, mwaka ujao karibia kila mwezi tutakuwa na kazi mpya. Kwa hiyo kaa karibu na social media zangu kwa updates nyingi, na Mungu awabariki sana. Asante. Asante sana. Mtazamaji, ni Godfrey Steven huyu hapo, tumepiga naye story 2 3 na hii ni exclusive interview. Asante na endelea kubarikiwa.